Kukopa katika taasisi zisizo rasmi kunawaweka wananchi kwenye hatari ya kutozwa riba kubwa, kuingia kwenye madeni yasiyoisha na kupoteza mali zao, hali inayosababisha msongo wa mawazo na kuyumba kwa maisha ya kiuchumi na kijamii. Agizo hilo limetolewa na Naibu Waziri wa Fedha Laurent Lusetula wakati akimwakilisha Waziri wa Fedha katika ufunguzi wa wiki ya huduma za fedha kitaifa inayofanyika jijini Tanga. Naagiza Benki Kuu ya Tanzania kuongeza zaidi udhibiti wa sekta ya fedha ili kuepusha wananchi na madhara yanayotokana na kukopa fedha katika taasisi zisizo rasmi na kujikuta wakiishia kupoteza mali na vitu vingine vyao vingine vya thamani kupitia mikopo umiza alimaarufu kama kwa jina la mikopo ya kausha damu. Kwa upande wake, mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Fedha Dionisia Mjema amesema mipango ya wizara ni kuhakikisha kila mwananchi anapata elimu ya huduma za fedha. Lengo letu ni kwamba ifikapo 2030 basi 80% ya wananchi wote wanapata uelewa wa masuala ya fedha. Na hii ni kutokana na utafiti ambao ulifanyika wa Finiscope hapa nchini mwaka 2023, ni kwamba 53% ya wananchi wanatumia huduma rasmi za fedha. Focus ya serikali ni kwenye push SME. Kwa sisi kama Benki ya Maendeleo pia tumejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba hawa SME zile changamoto zao tunazipunguza kadri ya siku zinavyozidi kwenda, ili sasa waweze kuwa bankable katika miradi yao ambao wanasubmit aidha kwetu au hata kwenye benki taasisi zingine. Hata hivyo, Mkuu wa Wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amesema bado wananchi wanashindwa kutumia fursa zilizopo za mikopo ili kujikwamua kiuchumi. Wananchi wengi bado wanashindwa kutumia fursa zilizopo katika taasisi za fedha kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Maadhimisho haya ya wiki ya huduma za fedha yanafanyika jijini Tanga kwa siku 6 yakiwa na kauli mbiu elimu ya fedha, msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kutoka Tanga, Raisa Said, Clouds Habari.